ikatokea Abdul, mtoto wa mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima, mtoto wa Askofu Gwajima Jordan, amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Anafatwa ndani ya nyumba. Kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude, amefatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona, mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa mkuu wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Lazima tufike wakati, mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya, kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha trace. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena, sisi ni polisi toka ndani. Halafu huyu mtu amekuja kuokotwa kesho. Huyu dada wa Kiganda huyu Agata Atuhaire anasema, nimeona kwenye YouTube, hata amevuliwa nguo zote, halafu anapigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni, but I can't take it. Siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza, anything else